Vita vya Israel na Gaza kila uchao vinachukua sura mpya, ambapo sasa mpango mpya, operesheni mpya ya kijeshi imepingwa nchini Israel na nje ya Israel. Hii ni TriGen Media, nami ni Hamisi Mbega. Mbali na maandamano yaliyofanyika mjini Jerusalem, lakini pia Umoja wa Ulaya unasema kuwa mpango huo unaweza kusababisha vifo zaidi na mateso kwa raia wa Gaza. Katika waandamanaji hao ndani ya Israel, kwa mujibu wa vyombo vya kimataifa na vyombo vya ndani vya Israel, ni kwamba kundi linalowakilisha familia za mateka wa Israel wanashikiliwa na Hamas limetoa kauli dhidi ya serikali kwamba inajali ukombozi wa maeneo badala ya maisha ya wapendwa wao waliotekwa na Hamas. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaonekana kutojali shutuma hizo na kusisitiza kuwa operesheni hiyo kali ya kijeshi itasaidia kuondoa mamia kwa maelfu ya raia wa Palestina na ni muhimu ili kushinda vita dhidi ya Hamas na kuhakikisha kuachiwa kwa mateka. Waandamanaji walikusanyika nje ya bunge la Israel mjini Jerusalem, wana lengo la kupaza sauti zao kupinga operesheni hiyo mpya. Lengo la Israel ni kuteka ukanda wa Gaza na kudhibiti misaada katika mashambulizi yaliyoenea dhidi ya kundi la wanamgambo wa Palestina, yani Hamas, ambapo mashambulizi hayo yaliidhinishwa na Baraza la Usalama la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu. Uamuzi huo unakuja ikiwa ni baada ya kupita kwa majuma kadhaa ya mkwamo wa juhudi za kusitisha mapigano hayo Israel na Hamas. Ripoti ya shirika la utangazaji la umma la Israel Kan likiwanukuu baadhi ya maafisa lilisema kuwa mpango huo mpya ni hatua kwa hatua na utachukua miezi kadhaa. Wanajeshi wa Israel tayari wameteka eneo lililokadiriwa kuwa theluthi moja ya ukanda wa Gaza, wakiwahamisha watu na kujenga minara ya ulinzi na vituo vya uchunguzi wa kiulinzi katika ardhi ambayo jeshi limeeleza kama maeneo ya usalama. Lakini mpango huo mpya utaenda mbali zaidi ya hapo. Israel ilianzisha tena mashambulizi yake mwezi March baada ya kusambaratika kwa usitishaji mapigano ulioungwa mkono na Marekani, ambao ulikuwa umesimamisha mapigano kwa miezi miwili. Tangu wakati huo imeweka vizuizi vya kuingiza misaada katika eneo hilo na kusababisha hali ya tahadhari kwa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa kwamba watu milioni 2.3 wanakabiliwa na njaa kali. Zaidi ya watu 40,000 wameuawa huko Gaza kutokana na vita hivi vinavyoendelea, jambo ambalo linaongeza hali ya wasiwasi mkubwa iwapo vita hivi vitaendelea. Hii ni TriGen Media.